Jack alitupa chupa moja ya maji ya kunywa kwenye ndoo ya takataka, dustbin ya shaba. Punde si punde, mamia ya chupa yalionekana. Akiamini alikuwa na hisi ndoto, halisuni, alitupa paketi moja ya instant noodles, mie mwekundu au vyakula vya papo hapo kwenye ndoo ya takataka. Kwa mshangao wake mkubwa, mamia ya paketi yalijitokeza mara moja. Wakati huu Jack alielewa kwamba ndoo ya takataka ile ilikuwa hazina. Ili kupata faida kubwa zaidi, alitumia akiba yake yote kununua dhahabu ghafi, gold bullion, na kuiweka kwenye ndoo ya takataka. Papo hapo, ndoo ya takataka ilifurika kwa vijiti vya dhahabu, gold ingots. Jack alikuwa amefika mbinguni. Vijiti vyake vingeweza kufadhili maisha ya NASA, lakini aliona kasoro moja: vijiti vyote vilikuwa na nambari ya mfululizo ile ile. Alituma agizo la vifaa moja vya msingi na kuyayusha vijiti vyote kwenye kiganda moja kikubwa cha dhahabu ambacho alimuuza kwa mfanyabiashara moja wa dhahabu. Mfanyabiashara huyo alishangaa alipoona kiganda kile. Hajawahi kuona kipande kikubwa cha dhahabu kama hicho hapo awali. Baada ya kuuza kiganda hicho, James hakujisalimisha kwa anasa. Badala yake, alitumia utajiri kujenga makazi salama, kisha akanunua mamia ya nguo za majira ya baridi na viungo vya thamani zaidi. Kwa kweli, James alikuwa msafiri wa wakati. Alijua kwamba baridi kali sana ingekuja baada ya siku chache. Alipoondoka kwenye duka kubwa baada ya manunuzi yake, theluji ilianza kunyesha kutoka angani.